Amani na umoja kwako na familia yako. Moja kati ya tabia au sifa ya Mungu ni huruma. Mungu wetu ni mwenye huruma, lakini Mungu wetu anatupenda sana. Na kwa kuwa anatupenda sana, anatuhurumia kila wakati. Tunamuona nabii Yoeli katika ile sura ya 2 aya 13, anasema Mungu wetu ni mwenye huruma, si mwepesi wa hasira, ni mwingi wa rehema, naye hugairi mabaya. Hivyo Mungu wetu ni mwenye huruma. Huyu Mungu anataka na sisi tuiishi hiyo huruma yake. Na tunawezaje kuiishi huruma yake? Tunaweza kuiishi huruma ya Mungu kwa kuwatendea wenzetu matendo yaliyo ya huruma. Kuwatembelea wagonjwa, wale wanaohitaji faraja, wanahitaji kusikilizwa, wanahitaji kutuona sisi na kuona kama wanapendwa. Lakini kwa kuwatembelea wajane, kuwatembelea yatima, wale ambao hawana wazazi, ili waone upendo na waonje huruma ya Mungu kupitia sisi. Lakini kuwatembelea wafungwa, wanahitaji huruma kutoka kwetu, wanahitaji kuonja huruma ya Mungu kupitia sisi wenyewe. Hivyo katika kipindi hiki cha Kwaresma, usiache kutenda matendo ya huruma, lakini matendo yetu ya huruma tunayoyatenda yatoke ndani ya mioyo yetu, yaakisi upendo wa Mungu kutoka ndani ya mioyo yetu. Tusiwatendee watu matendo yaliyo huruma ili tuje tuwadhalilishe baadaye, ili tuje tudai fadhila, tudai shukrani baadaye, bali tutende bila kujali fadhila, bila kujali shukrani. Tuwatendee wenzetu yale ambayo tunatamani na sisi kutendewa. Kipindi hiki cha Kwaresma kitukumbushe mimi na wewe kutenda matendo ya huruma, kuwasaidia wenzetu kutoka ndani ya mioyo yetu, kuwasaidia kwa upendo mkuu sana. Hivyo tusiache kuwatendea watu matendo yaliyo ya huruma, kwa sababu Mungu wetu ni mwenye huruma, anatuhurumia mimi na wewe, anatupenda sana na anataka tuonyeshe hiyo huruma kwa wenzetu. Familia inayosali pamoja huishi pamoja.